Kwa majina naitwa Charles Justice. Nimetoka katika jimbo la Bumbuli, wilayani Lushoto, mkoani Tanga. Ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa sisi wana Bumbuli. Mnaotuona hapa, sisi tunakadeketwa kutoka katika jimbo la Bumbuli, wilayani Lushoto, mkoani Tanga. Tumekuja kwenu, ndugu waandishi wa habari, kwa kuzungumzia changamoto ambazo Mheshimiwa Mbunge January Makamba ameshindwa kabisa kuzitekeleza kwa wananchi wa jimbo la Bumbuli. Kwa wananchi wa jimbo la Bumbuli wametutuma sisi, kama mnavyotuona tupo 8. Tumetumwa na wananchi wa jimbo la Bumbuli kuja kuwasemea kero zao. Mimi nina kero kadhaa hapa ambazo nitaziongelea. Kero kubwa, ndugu zangu waandishi wa habari, kero kubwa jimbo la Bumbuli ni barabara. Barabara ya Bumbuli ni mbovu. Na Mheshimiwa January Makamba aliahidi ndani ya miaka 15 ya uongozi wake kwamba atatutengenezea barabara ya Bumbuli kwa kiwango cha lami. Lakini mpaka leo hii hapa ninavyozungumza na nyinyi waandishi wa habari, barabara hiyo iko vile vile, ni mbovu na haipitiki. Kero ya pili ambayo nimetumwa na wana Bumbuli kuja kushare na nyinyi waandishi wa habari ni swala zima la michezo. Bumbuli kwa kifupi, michezo imekufa. Bumbuli hatuna michezo. Michezo imekufa kabisa. Na mbaya zaidi, aliahidi kutoa milioni 60 kwa ajili ya kutengeneza uwanja ambao utakuwa ni uwanja bora kwa ajili ya jimbo la Bumbuli. Lakini mpaka leo hii hapa ninapozungumza miaka 15 sasa, ndugu waandishi wa habari, hakutekeleza. Sasa basi, kwa changamoto hizo ambazo Mheshimiwa Mbunge wa jimbo la Bumbuli ndugu January Makamba ameshindwa kutekeleza, wananchi wamenituma kwamba tuje sisi tuwasemee wananchi wa Bumbuli kero zao, kwamba January Makamba, wananchi wa Bumbuli wanasema hivi, miaka 15 sasa inatosha kwa wewe kuongoza. Kilichobaki mwachie na mwingine naye aongoze, na tumwangalie, je, naye atofikisha tunapotaka wananchi wa jimbo la Bumbuli. Mwisho kwa mwisho, Mama Samia mitano tena, kazi endelee, CCM oye. Kwa majina naitwa Ayubu Rashidi Madima. Mimi ni mkazi wa jimbo la Bumbuli. Jimbo la Bumbuli ni jimbo ambalo lilikuwa jimbo tegemezi kwa wilaya kwa ajili ya kualisha watu wa wilaya ya Lushoto. Lakini baada ya miundombinu kuharibika ya barabara, watu wanalalamika mpaka sasa hivi mazao yao yanaharibika kwa kukosa usafiri. Kwa hiyo wazee wa jimbo la Bumbuli wamenituma ili nilete kero zangu hapa ili zisikilizwe na wengine. Mama mitano tena, Januari ameshindwa kutuwakilisha vinavyostahili. Kwa majina naitwa Haridi Kijazi, natokea jimbo la Bumbuli. Mimi ni kijana mkeleketwa ndani ya jimbo la Bumbuli. Mimi nitaongelea kwenye kuhusu maendeleo ya jimbo la Bumbuli. Mheshimiwa hakufanya maendeleo tunayohitaji katika jimbo la Bumbuli. Sisi wana Bumbuli tunamuona mheshimiwa ni kama mtalii wa kwenda nchi za nje na Dar es Salaam bila kuja kuangalia kero za jimboni kwake. Kwa hiyo wananchi wa kule wanapata tabu sana kama wenzangu walivyoongelea. Kwa hiyo huyu ni mtalii, sio mbunge wa jimbo la Bumbuli. Tunaomba aachie ngazi, tuchague uongozi mwingine. Mama mitano tena, Januari aachie ngazi. Hatumhitaji watu wa Bumbuli tena. Naitwa Mary Gendo, natokea mkoa wa Tanga, wilaya ya Lushoto, jimbo la Bumbuli. Kero yangu mimi ni kwa ajili ya 10%. Tumeahidiwa tujiunde vikundi ili kwamba tuweze kuwezeshwa wajasiriamali wadogo wadogo
lakini tumeunda vikundi, hatujawezeshwa mpaka leo. Afu kero nyingine ni maneno ya kashfa kwa ajili ya Mheshimiwa January Makamba. Alisimama siku moja akasema sisi wana Bumbuli hatuhitaji maendeleo, tunahitaji hela ya dagaa tu. Na siku nyingine akasimama akasema Bumbuli ni jimbo lake maana kalinunua na fedha yake. Na nukuu maneno ya Mwalimu hayati Julius Nyerere alivyosema, uongozi wa kununua haufai, na sisi tunasema Januari hatufai maana anasema amenunua jimbo la Bumbuli. Jimbo la Bumbuli sio mali yake, akapumzike, aingie mwingine atakayetuongoza kwa haki. Naitwa Elias Kamote, ni mwana jimbo la Bumbuli, mkoa wilaya Lushoto na mkoa wa Tanga. Mimi kwa niaba ya wazee wa Bumbuli ninachozungumzia kikubwa ni kwamba Bumbuli, katika Bumbuli, mtu anayefahamu Bumbuli kwa masuala ya maji, Bumbuli ina maji kama Eden. Lakini utakuta mpaka hivi leo tunafungua mabomba yanatoa maji sasa hivi, baada ya muda kidogo hakuna maji. Maji yamekuwa ya mgao. Na maji yetu sio ya kutafuta kwa pampu, kwamba labda ukatafute mahali waweke mashine. Maji ni mengi ya kutega na kuweka miundombinu, hata uyapeleke Morogoro yataenda. Lakini miaka yote hiyo iliyopita tunapewa tu ahadi, mabomba visima vitaongezwa, matenki yatatengenezwa. Hakuna kilichoendelea mpaka hivi leo. Ni miaka zaidi sasa ya 15. Mheshimiwa Makamba bado yupo, anaendelea na nini yake, na maji tunakunywa ya mgao. Na maji yetu kama tungekuwa nayo, tungekuwa na uwezo hata kunyoshia hata bustani za mboga tukapanda, kwa sababu maji yetu ni mengi na ni ya bure. Mpaka hapo mheshimiwa ameshindwa na jimbo. Kwa hiyo tunaomba tu tukabidhi jimbo, tumtafute mtu mwingine aendelee na jimbo la Bumbuli. Mama mitano tena. Kwa jina naitwa Eric Edward Mnangu, anatokea kata ya Bumbuli. Kero kubwa, chai, kiwanda cha Mponde. Huwa mara nyingi sana wanasema ivumayo haidumu. Kile kiwanda mara ya kwanza kilikuwa na magari mazuri, lakini kwa sasa hivi chai imeshuka thamani yake kabisa. Sisi ni wakulima. Kuna barabara za mashamba kama Ngazi, Kileo na Lusanga. Watu wanapata shida sana kipindi cha mvua za masika. Mtu anashuka na gunia la kilo 100. Barabara yenyewe ni ya miguu, magari mabovu. Chai inabebwa na bajaji. Ni kitu cha kusikitisha sana. Lakini wapiganaji wetu kama wabunge waliopita, William Sholukindo na January Makamba, kila mtu amepewa keki yake ya miaka 15. Imeisha. Kwa hiyo mbio za kijiti hizi waachie mwingine. Hili Mbiru, nimetoka katika jimbo la Bumbuli, wilaya ya Lushoto, mkoa wa Tanga. Nimekuja kuwakilisha wana wa Bumbuli wote kwa ujumla, hususani katika afya. Bumbuli wanakufa watu, Bumbuli wanateseka watu wengi. Kuhusu afya, kuna ukosefu wa madaktari, kuna ukosefu wa madawa, lakini ndugu yetu ama mheshimiwa ambaye ndiye kiongozi wetu ameshindwa kuliangalia hili, na aliliahidi kwa miaka mingi, lakini alishindwa kulitekeleza hadi leo hii. La pili ni kuhusu elimu. Pia kielimu katika jimbo la Bumbuli, mimi naweza kusema inazidi kudidimia katika vitengo hivyo. Shule za msingi pia sekondari, huyu bwana alituahidi atatuwezesha walimu na atatuwezesha hata
katika viwanja, lakini mpaka leo hii alishindwa kutekeleza yote. Kwa maana hiyo, wana wa Bumbuli wameshindwa na wamenituma, wamesema, bwana, nenda ukatoe kero zetu hizi ili ziweze kusikilizwa na wengine mbele tuweze kusaidiwa. Na yote ni kwamba achie kijiti chetu, atukabidhi, tumtafute mwingine atakayeweza kutuendesha wana wa Bumbuli. Kwa majina naitwa Sheki Mshihili, natokea jimbo la Bumbuli. Nimekuja kuwawakilisha vijana wenzangu katika jimbo la Bumbuli, hususani kero ambazo zimeshindikana kutatuliwa na Mheshimiwa Januari Makamba ambaye ni mbunge wetu kwa sasa. Kero namba 1, alituahidi kwamba atatutengenezea barabara ya Soni Bumbuli kiwango cha lami, kashindwa. Kero namba 2, alituahidi kutununulia photocopy mashine katika shule za sekondari za kata, kashindwa. Kero namba 3, ubovu wa barabara jimbo zima, barabara hazipitiki kiasi kwamba wananchi wanashindwa kupitisha mazao yao na kuyapeleka masokoni na kubaki yakioza mashambani. Hitimisho, sisi ni wasemaji na ni wanaharakati wa kuleta maendeleo katika jimbo letu, lakini ni kwamba katika jimbo lile pia kuna vitisho. Kuna watu anawaita yeye machawa wake. Tunaomba yeye kama mwakilishi wetu, tunampenda sana, lakini kama mwakilishi wetu tunaomba sisi wasemaji atuimarishie ulinzi wetu, na pia ashirikiane na mkurugenzi wa halmashauri ambaye kimsingi ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika halmashauri ya Bumbuli. Asanteni sana.